Ndugu zangu katika imani, sisi Waislamu tuna wajibu wa kunasikiana, tuna wajibu wa kukumbushana, tuna wajibu wa kuelekezana, tuna wajibu wa kukosoana ili kuendeleza maisha ambayo anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na sawa katika dini ni babu min abwabi dini, watu kunasikiana, kuelezana ukweli wa mambo vilivyo, ni moja katika mlango wa kuamrisha mema na kukataza mabaya katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyokuwa sahihi ambayo amesimulia sahaba Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu anhu arda, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ad-dinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Qulna liman, ukasema nasaha hii tena kwa nani? Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala lillah wal kitabihi wa rasulihi wal a'immati al-muslimin wa ammatihi au ammatihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nasaha, dini ya Uislamu ni nasaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana Uislamu akatekeleza ibada, akamwabudu Allah bila kumshirikisha, akamwamini Allah birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Hiyo ndio maana ya nasaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika nasaha katika kitabu chake ni Muislamu kuamini Qur'ani, kufanyia kazi Qur'ani, kuishi kwa mujibu wa maelekezo ya Qur'ani. Hiyo ndio nasaha kuhusiana na Qur'ani. Nasaha kwa ya mtume wake ni mtu kumpenda mtume, kumwamini, kumheshimu, kumtii, kumtetea. Hiyo ni nasaha kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wal a'immati al-muslimin, kadhalika nasaha ziende kwa wale viongozi wa Waislamu, min hukami muslimin wa ulama'ihim, wale viongozi watawala wa Kiislamu na wale wanawazuoni wao. Nasaha kwa wao kuwasaidia katika heri, kuombea dua Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe katika yale wanayofanya kwa maslahi ya Uislamu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa ammatihi, na wale watu wa kawaida. Na hapa ndipo sehemu ambayo tunapenda kunasiliana na kukumbushana katika siku ya leo. Kwa hivyo Uislamu unapotoa nasaha na Muislamu mwenzako, ima anakurekebisha, anakukosoa, anakuelekeza katika kheri, ni wajibu wako nasaha hiyo kuzikubali. Usije ukasema haya ni mambo yangu binafsi, yako mambo binafsi. Mambo binafsi ni kama vile wewe ukaamua leo ukaamua leo na chakula bila sukari, chai bila sukari, au ukasema leo ni sukari kidogo. Haya ni mambo binafsi. Lakini linapokuja swala la dini, jambo la sheria, wewe Muislamu lazima ukubali zile nasaha ambazo unazopewa. Hilo jambo la msingi sana kwa Muislamu anatakiwa alizingatie. Lakini jambo la pili, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kukujalia kwamba wewe ni Muislamu, hii neema kubwa ambayo wewe utakushukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu neema hii kuna watu wengi wameikosa leo katika maisha tuliyokuwa nayo. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kukuneemesha kuwa ni Muislamu, alafu akakuneemesha neema nyingine kwamba wewe ni mtu wa sunna, wewe unafuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unafuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, unafuata mwenendo wa masahaba. Hii ni neema nyingine pia ambayo watu wengi wameikosa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Leo ndio nakukamilishieni dini yenu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nakukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na natimiza neema yangu kwenu nyinyi. Wa raditu lakum al-islam dinan, na naridhia kwa Uislamu kwenu nyinyi. Tunaposema Uislamu, makundi yako mengi, kila
kufika kwa yule mwenye kwanza kunisaidia au akamkarimu mpaka kiama kifika. Imam Ahmad alisoma hii hadithi akasema, illa an yakunu ahla al-hadithi fala adri man hum. Ikiwa hawa wanakusudiwa si watu wa hadithi, si kina nani? Akasema watu wengine maqam Iyad bin Musa akasema, innama arada Ahmadu ahla sunnati wal jamaa wa man ya'taqidu madhhab Ahmad. Kama Iyad anasema amekusudia Imam Ahmad, yani innama arada Ahmad ahla sunna, amekusudia Imam Ahmad ahla sunna wa man ya'taqidu madhhab Ahmad al-hadith, na mtu yoyote atakayekubali madhehebu ya watu hadithi. Hilo kundi la kwanza. Kundi la pili ni Waislamu. Watu wanajinasibisha na Uislamu, lakini matendo yao, itikadi zao, kuzipima katika mizani ya dawa zao huko nje. Watu hao ni hatari kubwa, wanaonekana wanajea katika Uislamu, na hiyo ndio salama yao. Hapa tunaingia kwa kundi yote, iwe ni Kadiria, Sufia, Ashairia, Ar-Rafidha, Al-Ibadiyya, wote wanajea katika sehemu hii. Kadhalika watu wa sampuli tatu ni ashabu diyanati al-ukhra, ni watu wa dini zingine, ima wawe ni Mayahudi na Nasara ya Ahlul Kitab, au watu ambao wana dini wahudhia, watu wana dini ambazo wanaita wenyewe kuidia kwa kitabu na kuna nani. Hao ni watu wa itikadi, kusema hawa kadhalika salama yao ni kurejea katika Uislamu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kundi la tatu katika
msikitini. Yaani kwa maswali anafunga, anaona yeye kufanikiwa, ili afanikiwe aende kanisani, anaenda kuombewa. Hii ndio niseme leo. Alafu kama kuna ndugu yako, kama kuna mkeo, kama kuna nani, umwambie sheria ya Uislamu inasemaje kuhusiana na Uislamu kuingia kanisani. Wanawachuoni wa sheria wamegawa hukumu ya mtu kuingia kanisani katika hali tatu. Zisike vizuri. Hali ya kwanza ni mtu anakwenda kanisani kwa lengo la kwenda kufanya dawa. Yaani kuna watu wanasema sisi watu wa Uislamu, Uislamu unakuwaje? Shehe njoo tueleze. Mimi nakwenda. Nitawaambia Uislamu ni kadha, Uislamu ni kadha, Uislamu ni kadha, Uislamu ni kadha. Wanawachuoni wanasema kwenda huku kuna juzu kwa mtu ambaye kwanza ameelimu ya kutosha kuhusiana na dini yake, anajua vizuri itikadi ya Kiislamu. Hiyo ni sharti la kwanza. Sharti la pili, anaweza kupangua hoja na kujibu shubuhati. Ikiwa atauliza, anapoenda pale utakuta mtu anasema hebu safari za dini. Sasa baada ya kuelezea Uislamu, kama sio kuna mambo ya imani, wale ndio juu yakija kwa maswali. Piga maswali kwa nini matatu? Ile shubha inakuganda, matokeo yake na kumkinisha na kuingia. Kwa hiyo wanawachuoni wakasema yajuzu kwenda katika maeneo kama hayo ikiwa mtu anakwenda kulingania dini. Watu wakuita aende akaeleze Uislamu inajuzu. Ikiwa hana masharti hayo, la yajuzu. Hii ni hali ya kwanza. Hali ya pili ni mtu kwenda atihabu ila kanisa lisiyaha wa siyaha. Mtu anakwenda kanisani kwa lengo la kwenda kufanya utalii, anakwenda kutembea. Kuna vijana wa Kiislamu leo hii wanafuata wanawake na kanisani, anaona jambo la kawaida, wamekaa kwenye mabenchi, kuna binti anakwenda kuswali kanisa fulani, yeye ana rafiki zake anaingia kanisani. Hukumu gani? Huyu hukumu yake ni nini katika Uislamu? La yajuz, haifai kwenda sehemu ile kwa sababu ifuatayo. Sababu ya kwanza, mule kunafungamana na shirki kubwa ya Mungu hizo ni Maryam. Hakuna shirki kubwa katika Uislamu kama vile kuitikadi kwamba Allah azza wa jalla ana mtoto. Allah azza wa jalla hana mtoto wala hahitaji mtoto. Sasa wewe kama kijana wa Uislamu umekwenda kule kanisani, umekaa kwenye mabenchi, wale wanazungumza, wanafanya shirki, wewe uko pale kwa makofi, useme lolote, umekaa sema kuna msichana mfaka au pengine umekwenda kutembea. Ayuha almu'min, Allah subhanahu wa ta'ala wakati anaelezea wale wacha Mungu akasema walladhina la yashhaduna zura. Waislamu wale ambao la yashhaduna zura, hawashuhudii uongo kwa maneno wala kwa vitendo. Wa idha marru billaghwi, na wakipita sehemu kuna ushenzi na upumbavu wa maneno, marru kirama, wanapita hapo na kujiepusha na kuuguzi kufanyika hapo. Hapa wanachuoni wanasema angalia, Uislamu anajiepusha na sehemu zenye utata, sehemu zenye maasi. Al-Imam Al-Sheikh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di alipokuwa tafsiri hii aya akasema fayatanibuna jamii al-madaris al-mustamila ala al-aqwal al-muharrama, wanajiepusha hapa na vikao vyote ambavyo vinafungamana na maneno ya haramu, wal-af'al al-muharrama au al-af'al al-muharrama au vitendo vya haramu, kalkhawdi fi ayati llah, kama vile tutakaa sehemu ambayo watu wanaelezea haya vibaya, wanaelezea Allah vibaya, wanamtukana kama hivi, kuelezea kama Allah na mtoto, dhambi na kuta Yesu, usikana kome kama waljidal albatil, na sehemu ambayo kunafanyika mijadala ya batil, walghiba, na sehemu ambayo watu wanasengenya, walnamima, na sehemu ambayo
كبيرة من كبائر الذنوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والجميع المسلمين والمسلمات، فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو